Wanawake Live inadhaminiwa na Tigo. Smile, yo with Tigo Pesa. Wanawake Live. Wanawake Live. Wanawake Live. Mwanamke nguzo ya familia. Mwanamke kioo cha jamii. Mwanamke alama ya ushindi. Mwanamke pambo la hii dunia. Wanawake Live. Mtazamaji wa Wanawake Live, karibu sana katika kipindi. Na sasa hivi tuko katika msimu ambao tunaandaa vipindi vyetu vipya, na katika msimu huu wakati tukisubiri vipindi vipya, tunarudia vipindi ambavyo tumewahi kufanya. Hatuwezi kurudia vyote, lakini tunarudia vile ambavyo wengi walivifurahia, wengi wanasema viliwabadilisha. Kwa hiyo twende kwa pamoja tuweze kukumbuka. Wale ambao tuliona tutajikumbusha, lakini wale ambao pia labda hatukuona hiki kipindi, basi na leo unaweza ukachukua chochote kutoka kwenye kipindi hiki. Karibu sana. Na kushukuru sana kwa kuendelea kuchagua kuangalia East Africa TV, lakini pia kwa kujiunga na kipindi hiki hapa cha Wanawake Live, kipindi ambacho tunaendelea kuleta mabadiliko katika maisha ya wanawake, lakini kwenye jamii kwa ujumla wake. Na ni kwa sababu tu tunaendelea kutoa elimu sahihi kwa mambo mbalimbali ambayo pengine baadhi ya watu wamekuwa wakiyachukulia kwa mtazamo hasi, na matokeo yake yanakuwa yanaleta madhara makubwa zaidi katika jamii yetu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba siku zinavyozidi kwenda, Wanawake Live na wadau wetu wengine tunaendelea kuleta changamoto, tunaendelea kuleta elimu sahihi kwenu kama wanajamii, ili kwa pamoja basi tuweze kufikia maendeleo, tuweze kujenga taifa lenye maendeleo, taifa bora, sawa, na sio bora taifa. Na kualika sana kwenye kipindi hiki ambacho pamoja na wageni wengi ambao nakuwa nao hapa studio, lakini pia tunao Tigo. Smile, yo with Tigo Pesa, ambao wao wanatusapoti kuhakikisha kwamba tunatekeleza hayo majukumu yetu kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye jamii. Sawa. Sasa mada ya leo, kitu ambacho tunakiongelea hapa, changamoto ambayo inawakuta wanawake wengi. Na katika siku za hivi karibuni tumeona katika vyombo mbalimbali vya habari tunaongelea tatizo la fistula. Sasa ukiangalia kutokana na tatizo hili, sasa hivi kumekuwa kama kampeni inaongezeka. Sisi kwa upande wetu baada ya kufanya research tunaona kwamba mbona matangazo yamekuwa mengi, mbona watu wengi wanaongelea swala hili. Sisi kama Wanawake Live tukaona tutupie macho huku tuangalie kuna nini haswa. Kwa hiyo siku ya leo tunao wadau hapa, tunaye wadau wakubwa ambao ni CCBRT, yupo mwakilishi hapa studio, lakini tunaye mwanamama ambaye na yeye alipitia tatizo hili. Kwa pamoja kwa dakika takriban 50 tutafahamu na tutajifunza mambo mengi sana kwenye kipindi hiki. Mimi naomba nikualike sana, na mimi ndio yule superwoman Joyce Kiria ambaye yuko mstari wa mbele katika harakati hizi. Sawa, karibu sana. Naomba niwaalike sana kwenye kipindi. Asante sana. Ya, na kwa haraka sana ningewapa dakika chache za kuweza kuwatambua vizuri. Dada, karibu. Asante. Jina langu mimi naitwa Beatrice Ramadhani Mlunga, naishi Gongo la Mboto Majoe. Nimeolewa, nina mume na pia nina mtoto mmoja huyu hapa. Okay, karibu sana. Asante. Ya, kaka hapo. Asante dada Joyce. Mimi naitwa Kaspa Muya, ni mfanyakazi wa CCBRT kama manager msaidizi wa mradi wa fistula. Okay. Yep. Sawa. Bila kupoteza wakati, tumeona kampeni ambayo sasa hivi inaendelea ya fistula. Hebu tuanzie hapo. Ni ugonjwa mpya, ulikuwepo, nini yani kimetokea? Tatizo la fistula lilikuwepo muda mrefu. Na si tatizo ambalo limeanza Tanzania, hapana. Limeanza miaka mingi. Lakini kwa jinsi maendeleo jinsi yanavyozidi katika nchi za wenzetu, tatizo hili linaondoka. Kwa tatizo hili ni nini? Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwepo kwa muda mrefu. Kilikuwepo toka muda mrefu. Okay. Hata Marekani walikuwa na tatizo hilo fistula. Okay. Si hapa tu. Alright. Miaka hiyo 1800 na kitu
watu walishawahi kupata tatizo hili la fistula. Alright. Yeah. Sasa tuingie kwenye kufahamu fistula ni kitu gani. Asante sana. Yeah. Fistula, kwanza neno la fistula ni tundu. Fistula ni tundu. Hilo ni neno la lugha gani sasa? Ni neno la Kiswahili. Fistula. Fistula. Kwa hiyo Limetolewa ni fistula, yani kutoka kwa neno la Kiswahili ambalo linaeleza neno ni tundu. okay. Sasa tundu hili likiwa katika sehemu ambayo isiyotarajiwa ndio tunasema ni tundu lisio la kawaida. Lakini kwa mantiki ya mada ya leo, fistula tunayoongelea hapa ni fistula anayekuwa nayo mama aliyejifungua. Kwa hiyo alipata tundu hilo wakati anajifungua. Alright. Sasa fistula ni tundu lililopo kwenye kibofu cha mkojo cha mwanamke ambalo linapitisha mkojo kupitia uke wake wa mwanamke bila ya mwenyewe kujitambua. Au tundu hili linaweza kuwa upande wa haja kubwa ya mwanamke ambayo linapitisha kinyesi kupitia uke wa mwanamke bila ya mwenyewe kujitambua. Na tatizo hili linaweza kumtokea kwa upande wa mkojo peke yake, au linaweza kumtokea upande wa kinyesi peke yake, au vyote viwili vinaweza kumtokea. Kwa hiyo kwa nini ni mwanamke tu? Wanaume Yeah. wapati? Kama nilivyoeleza mara ya kwanza, fistula ni tundu. Kwa hiyo linaweza kumpata mwanamke. Lakini kwa mada ya leo tunazungumzia hii ni fistula inayotokana mara baada ya mwanamke kuzaa. Okay. Kwa hiyo fistula hii sasa haiwezi kumpata mwanaume kwa sababu wanaume huwa hawazai. Lakini labda kwa hatutaingia ndani, wanaume pia wanapata fistula? Wanapata fistula kama sehemu ya mwili wake imetoboka kwa ndani. Okay. Wakati either anafanyiwa operation au anaweza kufanyiwa urekebisho wote wa kiafya akapata tatizo hilo la kutobolewa. Okay. Ndio, lakini kwa hii tunazungumzia hapa hii ni ya mwanamke peke yake. Fistula hii mimi niliipata baada ya kwenda hospitali kujifungua. Wapi? Nilikwenda kujifungua hospitali ya Amana. Ni hapa Dar es Salaam? Ndio. Okay. Na baada ya hapo alinirudisha kwenda nyumbani. Sasa nilipokwenda nyumbani, yaani katika wakati wa kujifungua nini kilitokea mpaka ukapata? Ulikaa muda mrefu au ulishindwa kujifungua kabisa, labda mtoto alikuwa mkubwa? Nini yani hapo kilitokea mpaka ikapelekea wewe kupata hilo tundu au hiyo fistula? Ni kwamba mtoto alikuwa amekaa vibaya. Kwa hiyo nilitakiwa kufanyia operation. Sasa ndo nikacheleweshwa. Sikuweza kufanyia operation, nikajifungua kwa kawaida. Kwa muda gani? Kwa muda wa siku 3. Ulikaa na uchungu siku ngapi? Siku 3. Siku 3. Ndio. Ndio baadaye ukafanikiwa kujifungua kawaida? Ndio. Lakini mtoto mwenyewe alikuwa ameshakufa, alifia tumboni. Okay. Na baada ya hapo nikaruhusiwa kwenda nyumbani. Nilikaa nyumbani siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ndo nikaona mkojo unamwagika bila kujizuia. Kwa hiyo hatukuweza kuelewa kwamba ni nini hichi. Yaani tulibaki tu tunashangaa. Okay. Baada ya kubaki unashangaa ikawaje? Baada ya hapo, kwa hiyo tukaa tumekaa tu nyumbani tunashangaa, tulijaribu kuwaita hata majirani. Wewe na nani sasa? Nyumbani ulikuwa unakaa na nani? Nilikuwa nakaa mimi na mume wangu pamoja na mama yangu mzazi, alikuja kwa ajili ya kunihudumia, kusaidia uzazi. Yeah, of course kwenye jamii zetu bado hizo zipo sana. Kwa hiyo sasa kwa hiyo tuliita hata majirani waje watuambie kwamba ni kitu gani hichi kilichonitokea. Hatukuweza kujua. Kwa hiyo mimi binafsi nilihisi kwamba labda nilitobolewa wakati wa kujifungua, wakati wa kushona, maana nilikuwa nimechanika vibaya. Okay. Kwa hiyo wakati wananishona ilikuwa wakati mgumu, nikahisi kwamba wamenitoboa na sindano. Okay. Sasa ule mkojo uliendelea vile. Na wewe ni mkojo tu ulikuwa unatoka? Manake mtaalamu hapa ametuambia kwamba inaweza ikatokea haja zote, mkojo pamoja na kinyesi vikawa vinatoka kwa wakati bila wewe kujitambua. Kwa upande wako ilikuwa ni vyote au ni kimoja? Ilikuwa ni kimoja, mkojo peke yake. Okay. Ndio. Okay. Kwa hiyo hapo tuliita majirani, nao hawakujua kwamba ni kitu gani. Basi wakati naugua pale, nauguza uzazi, nikasikia tangazo kwenye redio. Alipokuwa anatangaza Lady JD kwamba fistula inatibika, akawa anaelezea maana ya fistula ni nini. Kwa hiyo na mimi ndo nikajitambua kwamba kumbe na mimi pia nina ugonjwa wa fistula. Ulisikia kwenye redio? Ndio. Aisee, vyombo vya habari vinapawa kweli kweli. Haya, hivyo ndivyo ambavyo tumesikia kuhusu
introduction ya fistula, lakini pia dada ambaye ni muhanga amepitia hali hiyo ya fistula, lakini tunaendelea na kipindi, tutakuja kusikia baadaye hali iliendaje, lakini pia tutarudi kule kwa mtaalam baada ya kurudi kwenye break. Sasa atuambie huu ugonjwa unatibika au unatibika namna gani, na mambo mengi tu ambayo wametuandalia siku ya leo kwa ajili ya kutuelimisha, kutupatia elimu sahihi ya tatizo la fistula. Tunarudi. Wanawake Tunarudi kwako kaka Kaspar. Tuambie huu ugonjwa vipi unatibika na unatibika namna gani? Of course kwenye kampeni tumeshasikia fistula inatibika, tuje CCBRT. Lakini hebu tuambie inatibika vipi? Asante sana Dada Joyce. Kabla sijaelezea fistula inatibika vipi, labda tu ningemalizia kuwajulisha fistula ni ikoje, inatokeaje. Okay. Kama nilivyoelezea, fistula ni tundu lisilo la kawaida ambalo lipo katika kibofu cha mkojo, ambayo inapitisha mkojo kupitia uke, au ipo njia ya haja kubwa inapitisha kinyesi kupitia uke bila mwanamama kuwa na uwezo wa kuzuia. Sasa inapatikanaje? Katika mwili wa mwanamke kuna tumbo la uzazi ambako mimba utungwa. Sasa mtoto anakaa miezi 9. Akikaribia miezi 9 mtoto anatelemka tayari kwa kuzaliwa, na mara nyingi kwa kawaida anatanguliza kichwa. Sasa kichwa cha mtoto kikiwa kwenye njia ya uke wa mwanamke, pale upande wa kushoto kwake kuna kibofu cha mkojo ambao umezungukwa na mifupa ya nyonga ya mwanamke. Na upande wa kulia pia kuna njia ya haja kubwa ambayo imezungukwa pia na nyonga ya mwanamke. Nyonga ya mwanamke ni mifupa ambayo kimsingi ni migumu. Kwa hiyo utajikuta kibofu au njia ya haja kubwa ipo katikati ya kichwa cha mtoto pamoja na mifupa ya nyonga. Kichwa cha mtoto ni kigumu na mifupa ya nyonga naye ni migumu. Sasa mtoto ili aweze kuzaliwa vizuri, mifupa ya nyonga ya mwanamke inabidi iwe mikubwa kuliko kichwa cha mtoto cha mtoto. Sasa kichwa cha mtoto kikiwa kikubwa kuliko nyonga, manake mtoto hawezi kutoka kwa kawaida. Katika hali kama hiyo, mwanamke inabidi apate usaidizi wa kidaktari, aende katika hospitali au kituo cha afya, azaliwe kwa njia ya operation huyo mtoto. Sasa ikishindikana, huyu mwanamama akiwa mbali, amecheleweshwa au mazingira yamemsababisha kuchelewa, au ameshafika hospitali mazingira nayo yamemsababisha kuchelewa, au wakati mwingine sio kichwa cha mtoto ambacho kinakuwa kikubwa, pengine inawezekana akatanguliza hata sura. Sasa akitanguliza sura mtoto, manake urefu wa sura ni kubwa kuliko njia ya mwanamama. Kwa hiyo mtoto kama huyo hawezi kuzaliwa katika njia ya kawaida. Inabidi kawaida anatanguliza utosi. Anatanguliza utosi. Ambaye sasa kichwa chake inabidi kiwe kidogo kulingana, yani na njia yake ya mwanamke inabidi iwe kubwa, kwa sababu karibu na kuzaliwa mtoto hormones za mwanamke zinamsaidia kutanuka njia yake ya uzazi na hivyo aweze kupita. Sasa mwanamke wakati mwingine wanapata ujauzito akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo nyonga ile mifupa inayosema inakuwa ni midogo. Kwa hiyo hata kama njia ikifunguka, nyonga nayo inakuwa ni ndogo, kwa hiyo mtoto hawezi kupita. Wakati mwingine kichwa kikiwa kikubwa, mtoto hawezi kupita. Sura yake ikiwa kubwa, akitanguliza sura ikiwa kubwa, mtoto hawezi kupita. Mazingira kama haya, mwanamama huyu lazima asaidiwe hospitalini, ajifungue kwa njia ya operation mapema. Sasa akikaa muda mrefu, anaweza kukaa ametoka vijijini, uchungu umepata kijijini usiku saa 8 usiku. Huyu hapa hakuwa kijijini. Kwa mfano huyu tunaye hapa kwa mfano dada yangu Beatrice, uchungu umempata Gongo la Mboto, labda mfano alikuwa anakaa Gongo la Mboto. Gongo la Mboto kule umepata usiku, akachelewa kwenda hospitalini kwa ajili ya labda usafiri. Alipopata usafiri ilishapita muda. Alipofika hospitalini, pale hospitalini wakaona mazingira ya Beatrice na ujauzito wake haikuwezekana kuzaliwa pale. Lakini maamuzi labda hakutolewa muda mwafaka. Hii story yote ataizungumzia yeye mwenyewe. Nazungumzia tu mazingira ambayo yanatokea kwa ujumla. Kwa hiyo inawezekana pale hospitalini nayo akacheleweshwa kwa muda mrefu bila kupata usaidizi. Baadaye wakamruhusu, wakamwambia sasa huyu inabidi labda aende hospitali kubwa.
ametoka labda Mwananyamala akaenda labda Muhimbili. Muhimbili nao kule madaktari inawezekana labda wakawa wachache na wagonjwa wakawa ni wengi. Emergency sio ya kwake tu, kuna wagonjwa wengine wamtangulia au kati mwingine manesi nao. Kuna kitu chochote ambacho kikamchelewesha huyu dada yangu Beatrice akapata huduma ya karibu na akazidi kuchelewa. Kwa hali kama hii mwanamama ikapita masaa 24, siku ya pili, siku ya tatu. Kilichofanyika pale ni nini? Ule utosi wa mtoto unakandamiza kile kibofu cha mkojo cha mwanamama. Kumbuka kibofu cha mkojo ni laini sana. Kinapokandamizwa kinakandamizwa kwenye mifupa ya nyonga ya mwanamke. Sasa kumbuka kile kibofu laini, kumbuka na huyu mwanamama hajawekea hata ile catheter ya kupunguza mkojo, kile kibofu nacho kimejaa mkojo. Kumbuka sasa kama baluni ambayo limejaa mkojo, linakandamizwa kwenye mfupa ule wa nyonga. Ile sehemu ambayo utosi inakandamiza kile kibofu, ile sehemu inakosa damu, inakosa chakula. Ile sehemu inaoza. Unapona namna gani ugonjwa huu? Safi kabisa. Kwanza kama nilivyoeleza tatizo hili kwa mtu yoyote ambaye analo, naomba tu nimwambie kuwa hili tatizo linatibika. Fistula inatibika. Na matibabu yake ni rahisi, si kama unavyofikiria kuwa ni tatizo ambalo limesababishwa na mambo ya kishirikina au nini. Hapana. Ni matatizo tu ambayo kina mama wanaweza kuyapata na linatibika kama magonjwa mengine yanavyotibika kwa kupata matibabu hospitalini. Operation. Unakwenda unajieleza, wakigundua ni hivyo, wanakupima, wanaangalia, je, hilo tundu limetokea wapi? Limetokea chini ya kibofu au katikati ya kibofu au juu ya kibofu, lina ukubwa kiasi gani? Basi madaktari wanakutibu na unakaa hospitalini takriban wiki 2 mpaka 3 kulingana na ukubwa wa tatizo lako. Baadaye unarudi nyumbani. Na matibabu yake, kumbuka hawa kina mama baada ya kupata hili tatizo wanakaa katika hali ya kujificha. Ni tatizo ambalo linaopunguzia ile hali ya kujionyesha mbele za watu. Wanatoka mkojo ovyo. Manake wanapenda kutokunywa maji. Wasipokunywa maji wanasababisha mkojo wanaotoa uwe mchafu zaidi. Mkojo ukiwa mchafu manake unatoa harufu. Hebu tuambie kwa upande wako changamoto hiyo ambayo wewe ulikutana nayo. Vipi? Mimi baada ya kupata ugonjwa huu wa fistula, kwamba nilikuwa muwazi. Cha kwanza kabisa nilipenda kila aliyekuja kunitazama, kwa maana nilikuwa nimefiwa na mtoto, kwa hiyo asilimia kubwa walikuwa wanakuja kunipa pole. Sasa nilikuwa najaribu kuwaeleza kwamba mimi nina tatizo hili, naona mkojo unatoka bila kuzuilika. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anashangaa, haelewi. Mtoto wako anapenda watu? Ndio. Anapenda watu? Njoo, hello. Elias. Kwa hiyo haelewi, lakini si katika wote ambao kwamba walishangaa, lakini kuna baadhi ya watu walicheka. Hata wakadiriki kuongea maneno ambayo sio mazuri. Hao watu gani? Ni watu tu ambao walikuwa wanakuja kunitazama. Marafiki, ndugu, wengine marafiki, wengine ndugu, wengine majirani. Kwa hiyo wengine walihisi kama vile nimelogwa, wengine walihisi kama vile yani maneno mengi tu walipata kuyaongea. Vipi kwa upande wa mume wako? Kwa kweli mume wangu namshukuru tena sana. Hakuweza kuninyanyasa kwa jambo lolote lile. Hakukimbia? Hakunikimbia. Na kukupiga, unalowesha mashuka na magodoro yanaharibika na nini? Yaani mume wangu mimi namshukuru. Hakunipiga wala hakunitamkia neno lolote lile lililo baya na kukukwaza. Isipokuwa alikuwa ananifariji tu, ananiambia mke wangu utapona. Lakini na mimi najaribu kumuuliza nitapona kwa njia gani katika hali kama hii? Mimi nishaharibika, labda wewe uoe. Anasema utapona tu mke wangu. Lakini muda mwingine akikaa mwenyewe akinitazama hivi anaanza kulia. Kwa hiyo yani anakaa karibu pamoja na mimi kwa ajili ya kunifariji. Yani katika kipindi chote kile. Na ni kwa muda gani? Nilikaa kwa muda wiki 3. Ulikaa na huo ugonjwa wiki 3? Ndio. Na uzuri zaidi ndani ya fistula, ukiwa na fistula unaweza kujamiana kama kawaida na unaweza kupata mimba. Sasa utajamiana vipi ndugu yangu kwa hali hiyo kweli kabisa? Kama nilivyokuambia, ni tatizo tu kuwa mkojo unapitia uke, unapitia kwenye uke, unatoka nje. Sasa lakini ndio unatoka throughout. Ndio nasemaje? Kile kibofu cha mkojo, fikiria kuwa baluni, mpira. Unaweza kutoboka chini, unaweza kutoboka katikati, unaweza kutoboka juu. Kama ukitoboka chini kabisa kule,
Kwa maana yake huyu mama muda wote mkojo ukizaliwa kidogo tu unaondoka. Kwa hiyo maana yake muda wote utakuwa na vuja. Lakini kama ukitoboka katikati, maana yake mkojo si mpaka ujae mpaka hapa. Mpaka katikati ndo utatoka nje na mwingine anaweza utoboka kwa juu. Sasa kama mtu umetoboka katikati au umetoboka kwa juu, huyu mwanamama anaweza kuwa mkavu kwa muda fulani. Au wengine wanaume, kumbuka wanaume wengine ni wanakunywa pombe. Anarudi, anasahau ile hali. Anamwingilia mke wake, anapata ujauzito kama kawaida. Fistula haizuii kupata ujauzito. Na anakuwa na ujauzito, na wapo hao watu wengi na wanatuambia kuwa mimi baada ya kupata fistula mwaka 1970 kitu, baada ya hapo nilizaa watoto 4. Tena? Yes. Na aliwazaa watoto salama. Salama kabisa bila matatizo yoyote, na mimi mwenyewe bila kujua kuwa fistula inafanya nini, inatibika. Yeah. Sawa. Jamani, tunaendelea kupata elimu sahihi kuhusiana na tatizo la fistula ambalo inawezekana hapo ulipo unamfahamu, labda hata we mwenyewe umepata na ulikuwa hujui, unaona aibu na vitu kama hivyo. Jitokeze ndugu yangu. Na bado kuna mambo mazuri kutoka sisi BRT, watakuja kutuambia hizi huduma zinapatikana, labda gharama zikoje, lakini kitu kama hicho sio kitu kizuri. Kwa hiyo kila mtu angependa hiyo hali iweze kuondoka na aweze kurudia hali yake ya kawaida. Kwa hiyo tutakuja baada ya break fupi kupata maelezo zaidi, na kama ninavyosema, taarifa sahihi sawa kutoka kwa mtaalamu wetu, lakini pia tutaendelea kupata experience ya dada yetu hapa ambaye alipitia hali hiyo. Tunaenda break, tunarudi. Wanawake, wanawake. Tumerudi na tunaendelea na Wanawake Live, ambapo leo tunaongelea changamoto ambayo wakina mama baadhi, wengi lakini pia wanapitia changamoto hiyo baada ya kupata matatizo wakati wa uzazi, wakati wa kujifungua, na hilo tatizo linaitwa fistula. Mtaalamu, ningependa kwanza utuambie, mimi naliita ni tatizo. Ni tatizo, ni ugonjwa? Hii ni tatizo. Kwa nini sio ugonjwa? Naomba ni tamke kuwa ni tatizo kwa sababu kitu kiita ugonjwa ina sifa zake. Okay. Kwanza kuna dalili, ishara. Yaani kwa mfano unavyozungumzia. Sasa dalili ndio hizo za kucheleweshwa kuzaa mpaka unakuja unatoka. Hizo sio dalili. Hizo ni sababu zilizopelekea kupata fistula. Huu ni uzazi pingamizi ambao mwanamama anaupata. Ambao msababishia kucheleweshwaji wa muda mrefu wakati mtoto ameshashuka na muda wake wa kutoka nje umefika. Sasa mtoto pale akiwa kwenye njia yake anataka atoke, anapata tatizo la kupumua kwa sababu hewa haitoshi. Kwa hiyo anakaa katika hali kama ile, mtoto anachoka, anataka atoke. Na mwanamama naye anachoka kwa sababu anajaribu kujikamua atoke mtoto anashindwa kutoka. Sasa katika hali ile ya kubanwa, mtoto anashindwa kupata hewa ya kutosha, maana yake pale anakosa nguvu na mtoto anafariki. Lakini kama akiwaishwa hospitali, inawezekana mtoto akatoka mzima. Ila sema tu atakuwa amechoka kwa sababu amekaa kwa muda mrefu katika njia. Okay. Na labda sio mimi kwa akili yangu nilikuwa nafikiria labda kwa sababu pale kuna toboka either njia ya haja kubwa au ya kibofu cha mkojo, kwamba mtoto anakuwa anakula ule uchafu, labda ndio maana anafariki. Hapana. Hamna hiyo. Hapana. Ni kukosa tu hewa, na hewa na anachoka mtoto kwa sababu amekaa muda mrefu pale katika njia. Okay. Kwa hiyo ni ucheleweshwaji ndio unaopelekea mama kupata fistula. Kimsingi ni ucheleweshwaji wa mwanamama mjamzito mara baada ya kuanza uchungu kupata huduma sahihi pale alivyoshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida. Ndio tunaita uzazi pingamizi. Beatrice, labda wewe ulipata uchungu ukiwa nyumbani? Mimi uchungu ulinianza usiku tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2010. Na baada ya hapo nimweleza mume wangu naumwa. Ndio, kwamba naumwa uchungu. Kwa hiyo mimi na mume wangu pamoja na mama yangu tukaondoka kwenda hospitali. Kwa kitendo cha uchungu kuanza, ulitoa taarifa na ulichukuliwa muda huo huo? Ndio. Sasa huo ucheleweshaji ulijitokezea wapi? Ulikosa usafiri au ilikuwaje? Hapana, usafiri nilipata na pia nikafika hospitali kwa wakati. Kutoka Gongo la Mboto labda na mpaka hospitali mlichukua kama dakika ngapi au muda gani kufika? Tulifika saa 8 mchana. Na unasema uchungu ulianza usiku?
yani uchungu ulinianza usiku kidogo kidogo, kwa hiyo nikawa nasubiria uende vizuri. Wewe ulijuaje? Na mtoto wako wangapi huyo alikuwa? Alikuwa mtoto wangu wa kwanza, lakini elimu ya kujifungua jinsi uchungu unavyoanza niliupata kliniki. Na pia mamangu pia alinielewesha, yani alinielimisha jinsi uchungu unavyoanza, dalili zake zinakuaje. Kwa hiyo uchungu ulivyonianza tu Ni usiku nikampa taarifa. Kwa hiyo akawa ananiambia ukiona hivi ujue sasa hapo ndio uchungu wa ukweli, tuweze kuondoka. Kweli ule uchungu ulivyoendelea sasa tukaona kweli huu ni uchungu, sio kitu kingine. Ikawa ishafika siku ya nyingine. Yani, sio usiku tena. Siku ya pili yake. Siku ya pili. Ndiyo. Na umekuja kwenda hospitali saa 8. Ndiyo. Sasa hali kama hiyo uoni hapo Mr. Kaspar. Kuna ucheleweshaji tu ambao kwanza wao kwenye familia wameufanya. Ucheleweshwaji unaweza kuwa nyumbani katika kufanya maamuzi kulingana na mila na desturi. Kwa mfano, mwingine anaweza kuwa mama mjamzito amepata uchungu. Sasa wale waliomzunguka wanaweza kusema mume wake hayupo, yuko shambani. Hatuwezi kutoa maamuzi mpaka mume afike. Tayari wanasababisha nini? Uchungu. Haya, kama hivyo wanatokea wengine wataalamu wanasema uchungu unakuwa hivi. Kwa hiyo unavyotakiwa wewe ikishafika uchungu kiasi hiki ndio uende. Utaupimaje uchungu? Utaupima vipi? Utaupimaje uchungu? Ni afadhali inavyoanza uende hospitali ukawe chini ya uangalizi wa daktari aweze kukupima na akajua maendeleo yako. Kwa hiyo uchungu unaweza kutokea ukiwa nyumbani. Na uchungu unaweza kutokea ukiwa barabarani. Katika maana gani? Ndio uchungu umeanza mapema. Na wewe umeamua kwenda, usafiri una hela. Kwa hiyo unakosa usafiri na hospitali iko mbali. Kwa hiyo mpaka kuja kupata usafiri tayari muda umeshafika. Hayo, sehemu nyingine ucheleweshwaji huko hospitalini. Sasa hapo turudi kwa Beatrice. Ulivyofika hospitali, baada ya kwanza mpaka hapo wewe mwenyewe ushajichelewesha na familia yako. Kutoka usiku mpaka saa 8 mchana, siku ya pili yake, tayari kuna delay ambayo ilifanyika. Lakini vipi baada ya kufika pale? Ulipata huduma pale au ulichukua muda? Baada ya kufika hospitali nikapimwa, nikaambiwa kweli uchungu upo, nikapewa kitanda nikalala. Kwa hiyo niliendelea na ule uchungu mpaka siku ya pili yake. Siku tena nyingine? Kutoka siku ile saa 8 mpaka kesho yake. Ndiyo. Kwa hiyo kesho yake asubuhi niliendelea na ule uchungu mpaka saa 5 asubuhi. Kwa hiyo nikawa nimepewa ruhusa ya kurudi nyumbani. Uchungu ule ukawa umepoa. Nikawa bado sijazaa. Kwa hiyo ule uchungu ukawa umepoa. Na baada ya kupoa nikaambiwa kwamba nirudi nyumbani, ule uchungu utakavyoniuma vizuri ndio nirudi tena hospitali. Basi nikapewa kadi langu, nikaondoka kwenda nyumbani. Baada ya kwenda nyumbani nikalala. Usiku ule alfajiri ile uchungu ukawa umechanganya zaidi. Kwa hiyo nikamweleza mamangu, akamweleza mume wangu, kamuomba akaniitie jirani yangu mmoja nesi, akaenda kumuita. Yule alivyokuja kunipima akaniambia nipo katika wakati wa hatari kwa sababu njia tayari ishafunguka na mtoto tayari anatoka, lakini mtoto mwenyewe anatoka vibaya, ametanguliza kitovu. Akaniambia mtoto anavyotanguliza kitovu yani ni dalili ya hatari. Kwa hiyo kimbieni haraka hospitali. Basi baada ya hapo jirani yetu aliweza kutusaidia gari usafiri mpaka hospitali moja ya jirani inaitwa Madafu. Baada ya kufika pale, kwa hiyo nikawa natakiwa nifanyiwe operesheni. Tulikosa tu gharama za operation. Ndio. Kwa hiyo ndio wakatukodisha ambulance mpaka nikarudishwa kule nilikotoka. Na baada ya kufikishwa pale wakasema kwamba natakiwa niende Muhimbili. Lakini pakatokea mvutano wa hali ya juu. Baadaye nilipofika tu cha kwanza wakunipokea vizuri. Kwa hiyo wakanipeleka kule leba, wakaenda kuniacha kule, wakawa nashauriana mara nipeleke Muhimbili, maana sijui anaongea nini. Yani pakawa pana maneno ambayo mimi mwenyewe sikuyapenda, akawa sio mazuri. Basi nikakaa mle mpaka jioni saa 10 wakanichukua kwa ajili ya kunipeleka theater. Baada ya kunipeleka kule theater, kwa ajili ya kufanyaje sasa? Kwa ajili ya kunifanyia operation. Baada ya kunipandisha kwenye kitanda, wakasema dawa ya operation hamna. Wakanishusha tena, wakanirudisha tena leba. Huko kote ilikuwa ni kukosa hela za operation. Ndio. Hiyo mizunguko yote ambayo ulikuwa unafanyiwa. Ndio. Kwa hiyo walivyonirudisha tena leba, nikawa nimekaa pale katika wakati nisiofahamu. Akawa ameingia nesi mwingine wa zamu ya jioni. Akaja kunipima, akaanza kuambia wenzake, mbona mliniambia huyu mgonjwa mtoto ametanguliza kitovu, mbona naona kichwa? Akasema ngoja mimi nimsaidie
huyu dada, kwa hiyo ananiongeza dripu, kumbe hizo dripu kumbe ni za maji ya uchungu, lakini mimi sikuelewa. Basi akaja daktari mmoja akaja kunipima, akaniuliza swali, dada una habari? Nikamwambia habari gani? Akaniambia mtoto wako mapigo ya moyo hayapo, si unaelewa maana yake? Ndo akaniambia mtoto wako amefariki. Na mimi nikamuuliza swali kwamba mtoto wangu huyu amefariki nitamzaa vipi? Akaniambia unakiona hicho alichokutundikia hapa, hichi ndio kitakachokusaidia wewe ujifungue huyu mtoto, lakini uwe mvumilivu. Kweli kwenye vituo vya afya tunaacha mtu anakufa hivi hivi unamtizama. Na hiyo ni hospitali kubwa. Ndio hiyo Amana? Ndio. Ni Amana ulifanywa hivyo vyote? Ndio. Sijui hata sina, nimekosa maneno yote ya kuzungumza. Twende tu break kidogo. Kwenye huu mradi wa fistula wapo wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kusapoti hao wanawake ambao wamepata tutazungumza na wadau ambao wanasapoti project hizi za fistula, lakini pia tutaangalia kama tutapata wapo wadau wengine. Udada aliweza kupona kwa sababu aliona baadhi ya wanaharakati Lady JD nampongeza, aliweza kujitolea kufanya kampeni ya fistula. Tutaangalia kama tutaweza kumpata pia aweze kuzungumza hisia zake kuhusiana na hili tatizo, lakini baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kuja kumalizia kipindi chetu. Wanawake, wanawake. Tukiwa tumetoka kupata elimu kuhusiana na ugonjwa wa fistula kutoka kwa Bwana Kaspar Muya anayetokea kitengo kinachoshughulikia tatizo la fistula katika hospitali ya CCBRT, akiwa ameongozana na dada Beatrice ambaye aliwahi kupata tatizo hilo la fistula, huku akihitaja moja kati ya hospitali kubwa sana ya serikali, Amana, kuwa ndio ilikuwa chanzo cha yeye kupata tatizo hilo baada ya kucheleweshewa kupatiwa huduma ya kujifungua kutokana na yeye kukosa fedha za kufanyia upasuaji. Sisi kama Wanawake Live tulifunga safari mpaka hospitali ya Amana iliyoko wilayani Ilala jijini Dar es Salaam kujua kulikoni. Kwanza kabisa fistula, ukiangalia tatizo la fistula ni tatizo hasa la umaskini. Utakuta kwamba wengi wanaopata fistula wako vijijini na si mijini. Kwa nini sio mijini? Kwa sababu mijini hospitali zipo na wagonjwa wanaweza kufika pale hospitali kwa haraka. Yule tuliyenaye sisi ndio mjini na anakaa tu hapo Mgongolamboto na alicheleweshwa hapa, ni Mgongolamboto na hapa ni gari moja. Kwa wako mijini wengi wanaopata hili tatizo. Hapo itabidi uwe na dada za kuniambia hivyo. Samahani, kama una rekodi lazima hapo kieleweke. Kinaambia kina mama lazima uniambie mama wangapi katika muda wa miaka kadhaa wamepata fistula katika hospitali yetu. Mfano ambaye tuna studio ilikuwa mwaka 2010 alikuja hapa kujifungua na inaonekana mtoto wake alikuwa amekaa vibaya, ambapo alitakiwa huduma ya operation haraka. Kwanza tuanze huduma operation katika hospitali inatolewa ipo, na muda gani hasa mwafaka mama anatakiwa kupata huduma hiyo? Hiyo sasa inategemeana na wingi wa wagonjwa. Ndio maana wakati mwingine inafikia mpaka turifa. Unaweza kukuta labda una wagonjwa 3 4 wote wanasubiri operation. Sasa pale utaangalia nani ambaye anatakiwa aanze. Lakini tumepata case study ya mgonjwa ambaye tuko naye studio ambaye yeye anasema alipata tatizo la fistula. Ndio maana wanasema ni ugonjwa wa umaskini. Kwa wale wagonjwa ambao hawana pesa ya kupatiwa matibabu ya kufanyia operation wakati wanajifungua, unataka kutuambiaje? Ndio wafe au? Sera ya afya na mama na mtoto inaeleweka kabisa katika nchi yetu kwamba huduma zote za afya ya mama ya mtoto ni bure. Hakuna mama ambaye anachajiwa hela aina yote ili aweze kuingia kwenye chumba cha operation. Wale wanaodai pesa inakuwaje? Wauguzi wengine ambao wanadai pesa kwa wagonjwa, hao hatujawapata. Na hatujui kama wapo. Na kwa wagonjwa ambao wanasababisha fistula wanapofika katika vituo vyenu vya afya, je, ni baada ya kugundua kashapata tatizo ndani ya mazingira ya hospitali hapa Amana, ni mnamsaidiaje baada ya pale? Kwa kesi ambayo nimeuliza ya mwisho wanasema walipata 2010. Ndio huyu Beatrice 2010 walimpeleka CCBRT. Sijui kama ni Beatrice au ni nani. Wanasema walimpeleka CCBRT. Lazima wananchi waelewe kwamba huduma zote za uzazi ni bure. Sawa. Kwa hiyo kama itakuja akatokea mtu
anadai hela ili aweze kufanyiwa huduma, basi apitie, tuna ofisi za malalamiko kwa mganga mfawidhi hospitalini. Tuna hata pia naweza kumwambia tu mkuu pale, manesi wetu, tuna wale wa viongozi wa mawodi au na daktari, lakini hasa tuna sehemu maalum za kupelekea malalamiko yetu. Kwa hiyo wananchi wote wanaohudumiwa katika kituo hiki. Baada ya kuwasikia wataalamu wa afya, pia tuliongea na wadau wakuu wa kampeni ya kutokomeza fistula nchini Tanzania kusikia wana maoni gani kwa jamii na watu wenye tatizo hili la fistula. Vodacom Foundation tuliamua kuingia katika mpango huu kwa kushirikiana na CBRT katika kujaribu kuitokomeza fistula inayowasumbua sana kina mama wajawazito pale wanapokuwa wanajifungua. Mara baada ya CBRT kuja kwetu na kutuonyesha tatizo. Hapo awali fistula ilikuwa kwa muda mrefu, lakini ule uelewa na zile information nyingi za fistula zilikuwa zitolewi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kama kimefumbiwa macho na watu wengi walikuwa wakifahamu. CBRT kwa kundua kazi zetu kama Vodacom Foundation katika maeneo ya afya waliamua kutuapproach sisi na tukakaa nao na kupitia project yetu ya M-Pesa tuliweza kufanya kitu ambacho kimewasaidia kina mama wengi mpaka sasa hivi. Na Vodacom Foundation ni vile tu tulikuwa tukifanya kazi katika maeneo ya elimu, ya afya na social welfare. Lakini CBRT baada ya kuona kwamba tumekuwa tukitoa msaada ya kiafya, wakaamua tushiriki katika hili. Baadaye ikabidi tuwaalike wenzetu wa Vodafone UK. Kwa sababu kumbuka Vodafone ni kampuni mama ya Vodacom na wao wenzetu wana pesa nyingi sana kuliko sisi. Walipokuja baada ya kuonyesha presentation, baada ya kuonyeshwa zile video clips za wagonjwa walikotoka mpaka walifika hapa, waliguswa sana. Kwa hiyo tukafanya kampeni kubwa sana kama Vodacom na Vodafone. Kokote iliko Vodacom, kokote iliko Vodafone ulimwenguni. Kuanzia kwa wafanyakazi wao mpaka kwa wateja wao wa nje, kuchangia kwa ajili ya kufight fistula. Na lengo ilikuwa ni kupata pound milioni 12, ndio ilikuwa lengo lenyewe hilo. According to budget ya CBRT. Na ni kweli ile kampeni bado inaendelea, bado tunaendelea kuchangishana mpaka sasa hivi na mafanikio ni makubwa. Na lengo lake haswa si kutibia tu wagonjwa wa fistula sasa hivi, hapana, bali pia na kuzuia wagonjwa wengine wapya wa fistula kutokea. Kwa hiyo once wanaposikia matangazo haya kwamba tiba ni ya bure, ni kweli ya bure, kwa sababu wao kutoka telefoni kwao hawachajiwi kitu. Wao kutoka pale walipo kokote hapa Tanzania hawatochajiwa, mradi tu watujulishe wanapatikana hapa kupitia ambassadors wetu, wanatumiwa nauli, watakuja mpaka Dar es Salaam, Ubungo wanapokewa na gari mpaka CBRT. Wanawake Live tunatoa wito kwa wanawake wote kushiriki katika mchakato wa kuiandaa katiba mpya ili changamoto zilizopo katika miundombinu ya afya na hasa huduma za afya ya uzazi ziweze kupatiwa kipaumbele ili kupunguza ama kuondoa kabisa tatizo la vifo vya kina mama na watoto wakati wa kujifungua. Tumerudi na sasa tunaenda kwa ajili ya kumaliza kipindi chetu, na tumewasikia wadau wetu, hasa wadau wakubwa kabisa ambao kwa kweli wameweza kutambua kile ambacho wananchi wanawafanyia kwa maana ya kuwaungisha, lakini na wao wakarudisha, kama mlivyomsikia mwakilishi wa Vodacom. Na wao kwa kweli kwa hapa tunawapongeza kabisa, kwa sababu hili tatizo ni la kwetu sisi wanawake, na wao kama wameweza kuingia kwa miguu yao yote na kuweza kuchangisha hela zote kwenye makampuni yao dunia nzima kwa ajili ya sisi wakina mama ambao tumeshapata hii changamoto tuweze kupona, lakini pia kuzuia, kuhamasisha wanawake wengine wanapopata hizi dalili wahakisha wanaenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata huduma. Sisi tunawapa big up sana. Kwa hiyo pia tunaenda kumaliza sasa kipindi, kwa sababu pia bado tuko na wadau wetu hapa CBRT pamoja na Beatrice, tunaenda kusikia tunamalizaje kipindi. Labda nianze na kaka hapo. Na sisi CBRT tunafanya kazi na wadau mbalimbali hapa Tanzania. Na tuna watu tunaita ambassadors, ni kama wawakilishi, watu walijitolea kufanya kazi na sisi. Wapo katika kila mkoa, kila wilaya, karibu kila kata. Kwa hiyo unachotakiwa upige tu simu kwetu kwa simu ambayo ya bure. Nitatoa hapa namba, kama uko karibu na karatasi na peni utaandika, nitatoa hiyo namba ili uiandike, upige kwetu bure. Sisi tutakuunganisha na wakala wetu huko kijijini au wilayani au mkoani ambaye atafanya mawasiliano na wewe kwa karibu. Yeye sisi tutamtumia fedha kwa kutumia mtandao wa Vodacom, kwa kutumia teknolojia hii ya M-Pesa. Tutamtumia wakala wetu, yule wakala atakukatia tiketi,
atakupandisha kwenye gari, utakula ukiwa safarini, utapokelewa Ubungo na gari ya CCBRT, utaletwa hospitalini na mara baada ya kutibiwa utarudi. Na kwa sasa CCBRT ina uwezo wa kulaza wagonjwa 66 kwa wakati mmoja. Wakijitokeza wengi, nyinyi kama CCBRT tumejiandaa vya kutosha. Kama nilivyokuambia dada, hii kampeni yetu imezinduliwa na mama yetu mpendwa Mama Salma Kikwete, na tutakwenda mkoa kimkoa, na rais ameizungumzia twenda mkoa kimkoa. Maana yake tumejiandaa vizuri bila kujali idadi ya wagonjwa ambao watafika. Sisi tumejiandaa, tuna nafasi za kutosha kuwapokea au wagonjwa. Hebu niambie, mtoto ilikuwaje sasa baada ya kutibiwa ndio ukaanza harakati nyingine? Yaani baada ya kutibiwa ni kwamba mimi tayari nilikuwa nimeshakata tamaa kwamba ukipata ugonjwa huu nilijua kwamba hautaweza kuzaa tena. Lakini baada ya kutibiwa sikuweza kujizuia kwa kitu chochote. Baada ya miezi 4 tu kitu na box nikawa nishapata ujauzito, lakini sikuweza kuficha. Niliweza kueleza walimu wangu pale shule wakati naendelea na masomo. Kwani ni masomo gani angekuzuia kupata mtoto? Hapana, yani kulingana na hali za barabarani, misukosuko na kitu, ukiwa darasani lazima utulize akili. Kwa hiyo nilipopata ule ujauzito kidogo nilishtuka. Kwa nini baadaye ufurahi unapata mtoto tena na uko karibu na CCBRT watafanya uweze kuzaa mtoto wako vizuri? Hapana, mimi nilishtuka kwa sababu nilijua kwamba ule ugonjwa utarudia tena. Labda ningefanya counseling. Labda ninaeleza hapo kidogo, amezungumzia mambo ya shule na walimu wake. CCBRT kama nilivyokuambia imejipanga ipasavyo. Atutibu tu tundu lile. Hapana, sisi tunamtibu mtu kama mtu. Katika maana gani? Kuwa huyo mtu tunajua amepata misukosuko ya kisaikolojia, ana stress za kutosha, amenyanyasika, ameacha kufanya kazi za kuzalisha mali. Na unajua kina mama ni wazalishaji mali wazuri sana. Na ni watu ambao katika uchumi wa Tanzania wanategemewa sana. Kwa tulichogundua kuwa huyu mtu tuna program ambayo tunaita holistic care. Ambayo akifika mwanamama kama huyo anapata psychological counseling, anapata ushauri ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, na pia tunamfundisha kazi za mikono mbalimbali kama ushonaji. Kwa hiyo ndio mlimpeleka huyu. Hiyo kwanza tunaifanya akiwa pale pale wakati anatibiwa. Tuambie sasa wakati wa huyu mtoto process ya kujifungua ilikuwaje? Kujifungua kawaida? Yaani mtoto huyu mimba yangu ilivyokaribia wakati wa kujifungua ni kwamba CCBRT walinichukua kwa ajili ya vipimo kwa hali ya halisi ya kufahamu kwamba mtoto pamoja na maendeleo yangu mimi. Walimpeleka hospitali TMJ nikapata vipimo halisi. Kwa hiyo wakanichukua CCBRT mpaka Muhimbili. Kwa hiyo Muhimbili pale nilikaa muda mrefu tu. Ndipo ukiwa unapata uangalizi wa karibu. Ndio. Na mpaka ulipofanikiwa kujifungua. Ndio. Kujifungua kawaida au operation? Kujifungua kwa njia operation. Operation. Ndio. Kwa hiyo lingetokea tatizo lile lile la mwanzoni kama usingewahi. Ndio. Lakini kwa sababu uliwahi mapema, wakakuangalia, wakaona kuna hizo complication, ukafanyia operation, hatimaye umepata mtoto wako mzuri. Anaitwa nani? Anaitwa Elias. Anaitwa Elias. Ndio. Elias nani? Elias Hosea. Wa kiume. Ndio. Ka handsome wako. Jamani. Haya, hayo ndio ya mwisho kutoka kwa dada yetu Beatrice. Labda sasa wewe unagongelea msumari kabisa vipi? Na kwa dakika moja tu ya mwisho. Yaani niliwaahidi kuwa ningewapa namba ya simu na niwaambie namba hii ni ya bure kwa mtu yoyote mwenye Voda. Ndio. Apige muda wa saa za kazi, siku za kazi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 10. Namba hii ni 0800 75 22 27. Naomba urudie. Hiyo ni namba ya nini? Hii ni namba hotline. Hii namba ya Voda. Yaani wanapiga wakitaka tu kukusalimia au wanapiga hii ni namba ya kazi ambayo ni namba ambayo tunajua mtu atapiga kuomba ushauri kuhusu fistula. Mambo ya fistula. Kama ana hilo tatizo. Kutoa taarifa kuwa uwepo wa mgonjwa au yeye mwenyewe ni mgonjwa au kupata taarifa yoyote. Basi tutajie. Kwa hiyo ni 0800 75 22 27. Sawa. Naomba sana watu mjitokeze. Tatizo hili linatibika na pia linazuilika. Linazuilika kwa sababu ukiwahi kwenda hospitali na mwanamke ukiwa mjamzito ukihudhuria katika vituo vya afya au kliniki
utapata tatizo hili au utapata tatizo hili. Na naomba tu niwajulishe kuwa kampeni hii ipo kwa nchi nzima, na mwezi ujao tunakwenda Lindi, Mtwara na Rukwa. Wow. Kuwapa taarifa na ujumbe kama huu kuwa fistula inatibika na inatibika bure. Tunawapongeza wadau wote ambao wamejitokeza kusapoti swala hili, tukiwepo na sisi East Africa TV kupitia Wanawake Live, kwamba tunahamasisha na tungependa sana kutokomeza tatizo la fistula, tukiungana na wadau wengine kama CCBRT na hawa wadau wengine ambao wanaendelea kujitolea. Lakini pia tunahamasisha ili tatizo, jamani, hebu jifikiria hapo ulipo kwamba mama yako wakati anajifungua angecheleweshewa huduma ya afya kwa maana ya kuweza kujifungua, au angepata hili tatizo la fistula, wewe ungejisikiaje? Kwa sababu najua watu wengi sana tunapenda mama zetu waliotuzaa. Labda tukianza kufikiria kutoka hapo, usiangalie ni jirani yako anaumwa fistula au ni mtu tu umemuona hapa labda dada Beatrice humjui, kwa hiyo ukachukulia poa. Hapana. Jaribu kufikiria. Na Rais Kikwete wakati anazindua hii kampeni alikuwa anashangaa kwamba inakuwaje mtu anatoa uhai, analeta uhai wa mtu mwingine, alafu yeye tunamwachia matatizo makubwa. Kwa sababu wewe sikia tu fistula, lakini hebu tafakari kwamba haja zote, haja ndogo, haja kubwa, zinatoka kwa wakati mmoja. Hali ya haja ya mtu mzima, hebu ifikirie. Na kama tulivyosikia kwamba hawa watu hawapendi kunywa maji kwa sababu ya ile kwenda haja mara kwa mara. Kwa hiyo anapokuwa hanywi maji, ndivyo anavyofanya ile hali inakuwa uwesi zaidi, kwamba yani harufu inakuwa ni kali. Huwezi kukaa na mtu yoyote, lazima wewe kama binadamu utajisikia vibaya na hali yako ya ubinadamu itaondoka, utajisikia kukataliwa na dunia na kila kitu. Kwa hiyo tunaomba tutoe ushirikiano kwa hawa watu. Angalau wamejitokeza watu ambao watasapoti katika masuala ya fedha ili hawa watu wapate matibabu. Basi kama unamjua yoyote yule, hebu muangalie kama mama yako mzazi. Muangalie kama ndugu yako wa karibu, umsaidie. Umesikia namba, kama wewe umezichukua basi utampatia. Mwelekeze CCBRT lipo, na wao kama ulivyosikia wanajitolea kwa hali na mali kuweza kuwapa ushirikiano wa karibu na kuwatibu. Kwa upande wa fistula mimi naomba nimalize tu hivyo. Yani hii kipindi cha leo kwa kweli kimenifanya yani nimevurugikiwa. Ni hayo tu. Naomba nikushukuru sana. Tukutane wiki ijayo hapa kwenye Wanawake Live ya East Africa TV. Mimi ni yule Superwoman Joyce Kiria. Tukutane wiki ijayo. Haki sawa, majukumu kwa wote. Huduma za afya ya uzazi ziboreshwe. Vifo vya wazazi, saratani itokomezwe. Huduma za afya ya uzazi ziboreshwe. Vifo vya wazazi, saratani itokomezwe. Wanawake Live inadhaminiwa na Tigo. Smile, yo with Tigo Pesa.